Upatikanaji wa huduma za mifugo bado ni changamoto kubwa kwa wafugaji humu nchini, hali ambayo mara nyingi huwaweka mifugo katika hatari ya magonjwa na kuwasababishia wafugaji hasara kubwa. Hata hivyo, wataalamu wa kilimo nchini sasa wanakabiliana na changamoto hii kutokana na kuwepo kwa kliniki tamba za mifugo na kulenga maeneo ambapo ni vigumu kwa wafugaji kufika katika vituo vya matibabu. Kwenye Kilimo Biashara wiki hii, Dennis Otieno anaangazia jinsi mpango wa kliniki tamba unavyobadilisha usimamizi wa mifugo na kuwapunguzia wafugaji hasara. Katika maeneo kame humu nchini, mifugo ni chanzo muhimu cha mapato. Hata hivyo, huduma za mifugo katika maeneo haya hazipatikani kwa urahisi, hali ambayo inawafanya wafugaji kusafiri mbali kutafuta matibabu. Ili kuziba pengo hilo, shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini KALRO limeanzisha kliniki tamba za mifugo ambazo zinatoa huduma muhimu za afya ya mifugo moja kwa moja kwa wafugaji, haswa wa kuhamahama. Ni laba ambayo inaweza kuja kwako shambani, na ikija kwako shambani inaweza kukusaidia kuweza kupata ile superior quality ya mifugo kwa shamba lako. Kliniki hizi hutoa huduma za chanjo, uchunguzi wa magonjwa, matibabu pamoja na ushauri kuhusu usimamizi bora wa mifugo. Kwa wafugaji wadogo, mpango huu unaonekana kuwa suluhisho kubwa. Mifugo wenye afya bora wanazidisha uzalishaji, huku wafugaji wakinakili kuongezeka kwa uzalishaji wa maziwa, mifugo wenye afya na nguvu, na kupungua kwa vifo vya mifugo wao. So tunaweza fanya ile technology inaitwa embryo transfer, tunaweza fanya ile technology inaitwa fixed time artificial insemination, kwamba ng'ombe wako kwa wengi wanafanywa waje kwa joto kwa mara moja, wapewe mbegu na baadaye waweze kuzaa kwa wakati mmoja. So hii ndio teknoloji moja yazo tunayopewa wakulima na waweze kuboresha kilimo chao. Kliniki hizi pia hutumika kama majukwaa ya mafunzo, zikitoa elimu kwa wafugaji kuhusu kinga ya magonjwa, lishe bora ya mifugo na usimamizi wa mifugo unaozingatia mabadiliko ya hali ya hewa. So success ya hiyo ni kama 60%. So ukiwa na ng'ombe 100 inamaanisha utapata 60 of them wanashika mimba na kuzaa kwa pamoja, na hiyo inafanya mkulima anakuwa na ease ya kumanage hadi yake, kumaanisha atakuwa na wale wengi wa kuuza kwa pamoja na management inakuwa rahisi. Mbinu hii pia inaongeza uwezo wa kugundua na kudhibiti magonjwa mapema na kusaidia kuzuia milipuko ya magonjwa yanayoweza kuathiri mifugo. Kwa kupeleka huduma karibu na wananchi, KALRO inaamini mpango huu utapunguza gharama na muda unaotumiwa na wafugaji kutafuta huduma za afya kwa mifugo, kando na kuimarisha uwezo wa jamii za wafugaji kukabiliana na changamoto mbalimbali. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen. Kwingineko ni kuambia kufuatia idadi kubwa ya wakongwe wanaohitaji kushughulikiwa uzeeni